Mtazamaji, sasa tuelekee mahakamani ambapo familia ya mfanyabiashara Bounty Bharat Shah ambaye anaripotiwa aliuawa na maafisa wa polisi waliokuwa wamejifunika nyuso nyumbani kwake mtaani Westlands mwaka 2017 sasa inadai malipo ya fidia yanayozidi shilingi milioni 700. Kupitia kwa wakili mkuu Ahmed Nasir Abdullahi, jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita aliarifiwa kuwa maisha ya marehemu yalikatizwa na hivyo kumnyima haki ya kuishi kama ilivyonakisiwa katika katiba. Mnamo tarehe 12 mwezi Septemba mwaka huu, mahakama ya rufani ilitangaza kuwa mauaji ya aliyekuwa mkurugenzi wa kampuni ya Bomil Bounty Bharat Shah yaliyotekelezwa na maafisa wa polisi waliokuwa wamejifunika nyuso yalikuwa kinyume cha sheria. Jaji Chacha Mwita alitangaza tarehe 20 mwezi Machi mwaka ujao kuwa siku ya kutolewa kwa hukumu ya kesi hiyo. Baada ya ushindi huo, jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani likijumuisha majaji Daniel Mustinga, Mumbi Ngugi na George Odunga lilitoa uamuzi kwamba hatua za mwanasheria mkuu, inspekta jenerali wa polisi na waziri wa usalama wa taifa zilikiuka katiba ambayo inalinda haki ya kuishi na haki ya watoto kupata malezi ya wazazi. We are claiming a salary total of 273,600,000 and a bonus of 19 million. Wakili mkuu Ahmed Nasir Abdullahi siku ya Jumanne aliomba malipo ya fidia katika mahakama kuu kama ilivyoelezwa na mahakama ya rufani. We want compensation. I mean, we are not seeking a validation of a right to freedom of association, my lord, or to assemble, or to oppose the government of the day, my lord. It's not a public law. We are pursuing, my lord, a very private right. Jaji Chacha Mwita alieleza kuwa mfanyabiashara huyo ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 32 aliacha mtoto wa miezi 5 ambaye alinyimwa malezi na ulinzi wa baba mzazi. People are being killed, whether it was the last government, whether it is the one before, whether it is the one before, whether it's the current one, my lord. Kenyans are being killed, and the danger of, if I may put a little bit reckless exuberance. Ilibainishwa kuwa kesi hiyo itakuwa funzo kwa serikali kusitisha na kupunguza mauaji ya kiholela. Special damages, in as much as they are specifically pleaded, must be strictly proven. Hata hivyo, serikali ilisema kiwango cha fidia kilichopendekezwa hakijathibitishwa, ikiitaka mahakama izingatie misingi ya utoaji wa fidia wakati wa kutoa uamuzi wake. So it tries whether we can deliver the judgment on 20th of March. If we don't understand, we will. Kwingineko, jaji wa mahakama kuu Martin Muya amewaonya wahusika katika kesi ya kutoweka kwa mtaalamu wa masuala ya usalama Mwenda Bijiwe ambaye imekuwa ikiendelea kwa miaka 4 dhidi ya kuchelewesha zaidi kesi hiyo. Onyo hilo lilitolewa baada ya inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja na mkurugenzi wa upelelezi wa jinai Mohamed Amin kushindwa kufika mahakamani binafsi. Mama yake Mbijiwe aliomba hati za kukamatwa zitolewe kwa madai ya kudharau mahakama, huku wakili wa serikali Paul Nyamodi akibainisha kuwepo kwa matatizo katika utoaji wa wito wa mahakama. The court had made the directions for the second and the third respondent to attend without having had an opportunity to hear the status of the investigation. Hata hivyo, wakili wa familia alisisitiza kuwa swala kuu ni kuwepo kwa ripoti za watu waliopotea, wala sio nani alizitoa. Even if it's the son who reported, the grandmother, the common denominator in this matter is it was reported, and there's an OB number to that fact. Mahakama iliagiza nyaraka zote muhimu ziwasilishwe na kesi hiyo isikilizwe tarehe 23 mwezi Januari mwakani. Let's not play games. Kindly. Well noted and most obliged. Thank you. Most obliged. Ruth Wamboi, Darubini.